Yes, bana, ni ripoti kutoka katika vyumba ama dressing room za uwanja wa Meja Jenerali Samuyo hapa Mbweni jijini Dar es Salaam, nje kidogo ya mji wa Dar es Salaam. Kulikuwa kuna mchezo kati ya Simba wenyeji ambao walikuwa wanacheza na Mbeya City kutoka katika mji wa Mbeya, mchezo ambao umemalizika kwa Simba kushinda kwa magoli 3-0 na kukusanya alama 3 muhimu kwenye harakati zao za kutafuta ama kusaka ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, NBC Premier League, ubingwa ambao wameukosa kwa misimu 4 mfululizo iliyopita. Simba ushindi wa leo umewafanya waweze kufikisha alama 12 baada ya kucheza michezo 4, na ni maximum point hizo 12 katika michezo 4, na wamekwea mpaka katika nafasi ya 4 ya msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa wamecheza michezo 4. Na mtu ambaye anashika nafasi ya kwanza Mbeya City, yeye mtu ambaye anashika nafasi ya kwanza JKT Tanzania, yeye anaongoza ligi ya Tanzania kwa sababu ana alama 17 na amecheza michezo 10. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa tofauti ya JKT Tanzania na Simba Sports Club ni point, lakini pia idadi nyingi ya michezo ambayo JKT Tanzania yeye amecheza michezo 10, ili hali Simba ambaye yupo katika nafasi ya 4 yeye amecheza michezo 4. Kwa hiyo endapo Simba akicheza naye viporo vyake hivi 6 vya mechi 6 ambavyo vimebaki, inawezekana kama atapata pointi nyingi ambazo zinaweza zikamfanya aweze kusogea kileleni. Na Simba Sports Club, kwa taarifa yako unanitazama sasa hivi, mtazamaji wa Mtani TV, Simba Sports Club ndio timu pekee kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kucheza michezo 4 mfululizo pasipo kudrop point yoyote. Wamecheza michezo 4 na yote wameshinda. Lakini story kubwa kwenye mchezo wa leo ambao Simba wameshinda magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City, ukiachana na goli la kwanza ambalo alifunga Morris Abraham, ambaye kwenye mchezo huu wa leo amechaguliwa kama man of the match. Goli lingine lilifungwa na Jonathan Soa, lakini goli ambalo limekuwa gumzo mara baada ya mchezo huu kumalizika ni goli la Mohamed Bajabiri, huyu kiungo mshambuliaji kutoka nchini Kenya, ambaye kwa leo hii kwa mara ya kwanza amecheza mchezo wake wa kwanza akiwa amevalia jezi za Simba Sports Club. Utakumbuka mchezaji huyu Mohamed Bajabiri, yeye alisajiliwa mapema kwenye dirisha la kiangazi, lakini kwa bahati mbaya sana alisajiliwa akiwa na majeraha ya nyama za paja. Kwa hiyo hajafanikiwa kucheza mchezo wowote tofauti na huu ambao amecheza kwa takriban dakika 10 tu za mwisho wa mchezo, lakini amefanya tukio kubwa sana ambalo halijawahi kufanywa tangu NBC Premier League wameanza kuidhamini ligi kuu ya soka Tanzania bara misimu 4 iliyomalizika. Mchezaji wa kwanza kuingia tu na first touch yake ya kwanza ikawa imezaa goli direct, sio assist, ni goli kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Alipokea pasi ya pembeni kutoka kwa mshambuliaji wa Simba Stephen Dese Mukwala, na yeye akawa amejiposition vizuri katika Etihad box ama ndani ya 18 ya lango la Mbeya City, na akaweza kumalizia vizuri mpira wake ambao ulipigwa chini ya cross na huyu mshambuliaji wa raia wa Uganda Stephen Dese Mukwala. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo Mohamed Bajabiri ameweka rekodi na historia mpya kwenye karia yake ya kuwa mchezaji wa kwanza kuingia kutambulishwa kwenye mchezo, na mguso wake wa kwanza mchezoni ukawa umezaa bao la 3 ambalo lilikuwa ni goli zuri ambalo lilianzia pembeni kama nilivyokuambia, lilitengenezwa na Stephen Dese Mukwala, naye akawa amemalizia vizuri. Sasa kinachofuatia kwa Mohamed Bajabiri ni muendelezo, kwa sababu kwenye mchezo huu wa leo amecheza dakika chache, lakini still unaweza kuona bado hajapata ile sharpness yake, bado haipo katika kiwango ambacho kinahitajika aweze kucheza dakika nyingi ama kuaminiwa kuwa anaanza michezo ambayo inafuatia. Lakini pia bahati mbaya sana tunaelekea katika mapumziko marefu ya ligi, kwa sababu tuna mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo yanakwenda kuanza huko Morocco. Kwa hiyo Simba mchezo wa mwisho kwa mwezi huu wa 12 utakuwa ni mchezo dhidi ya Azam FC ambao unafanyika Jumapili ya wiki hii katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo yeye kama yeye binafsi anaweza kupata nafasi tena ya kucheza katika mchezo huo na kuonyesha kile ambacho yuko nacho kama hicho ambacho amekionyesha leo hii dhidi ya Mbeya City, lakini sitegemei kama anaweza akaanza kwenye mchezo huo, kwa sababu bado ni mchezaji ambaye anaendelea kujitafuta na kuipata rhythm yake na kuipata match fitness yake, kuipata pia sharpness
yake. Yote kwa yote ulikuwa ni mchezo mzuri kwa Simba, lakini ni mchezo ambao umemalizika vizuri kwa sababu watu wengi, mashabiki wa Simba, walikuwa na kiu kutaka kumuona Mohamed Bajabiri, sio tu kumuona akifunga goli ama akitengeneza nafasi ama akitengeneza goli, lakini tu ile kiu ya mashabiki wa Simba kumuona mchezaji wao ambao hawajawahi kumuona tangu amesajiliwa kutoka timu ya Kenya Police ama jeshi la polisi nchini Kenya. Ndipo alipotokea kiu ile ya mashabiki imekatwa. Kwa mara ya kwanza Selemani Matola, kocha ambaye ni wa muda, kocha mkuu wa muda wa klabu ya Simba, amempa nafasi dakika 10 za mwisho na mchezaji hajamwangusha, amedeliver kwa kufunga goli zuri la 3 ambalo limepeleka furaha ya kutosha kwa mashabiki wa Simba Sports Club ambao mchezo huu ni wa 4 kwao kwenye ligi kuu na hawajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo furaha kwenye ligi ya soka Tanzania bara kwa mashabiki wa Simba inaendelea, lakini furaha kwenye mashindano ya kimataifa ndiyo furaha ambayo imekosekana kwa sababu wamepoteza michezo miwili ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kundi B, kundi D, michezo miwili mfululizo dhidi ya Petro Atletico de Luanda, lakini mchezo dhidi ya Stade Malien. Lakini habari kubwa leo hii, jioni ya leo, ambao mashabiki wa Simba wanaondoka nao ni urejeo wa Mohamed Bajabiri, lakini pia kumuona amerejea ama ameanza kwenye kikosi, ameingia kwenye kikosi cha Simba akicheza mechi yake ya kwanza na kuipatia timu ya Simba Sports Club bao muhimu la 3 ambalo limewafanya waweze kuondoka jioni ya leo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City. Bana, endelea kuwa nasi Mtaani TV, endelea kusubscribe, endelea kulike na kushare, kucomment taarifa zetu ili wa kwanza kupata taarifa hizi pindi zinapotoka. Mpaka wakati yes bana, ni ripoti kutoka katika vyumba ama dressing room za uwanja wa Meja Jenerali Samuyo hapa Mbweni jijini Dar es Salaam, nje kidogo ya mji wa Dar es Salaam. Kulikuwa kuna mchezo kati ya Simba wenyeji ambao walikuwa wanacheza na Mbeya City kutoka katika mji wa Mbeya, mchezo ambao umemalizika kwa Simba kushinda kwa magoli 3-0 na kukusanya alama 3 muhimu kwenye harakati zao za kutafuta ama kusaka ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, NBC Premier League, ubingwa ambao wameukosa kwa misimu 4 mfululizo iliyopita. Simba ushindi wa leo umewafanya waweze kufikisha alama 12 baada ya kucheza michezo 4 na ni maximum point hizo 12 katika michezo 4, na wamekwea mpaka katika nafasi ya 4 ya msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa wamecheza michezo 4. Na mtu ambaye anashika nafasi ya kwanza Mbeya City, yeye mtu ambaye anashika nafasi ya kwanza JKT Tanzania, yeye anaongoza ligi ya Tanzania kwa sababu ana alama 17 na amecheza michezo 10. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa tofauti ya JKT Tanzania na Simba Sports Club ni point, lakini pia idadi nyingi ya michezo ambayo JKT Tanzania yeye amecheza michezo 10, ili hali Simba ambaye yupo katika nafasi ya 4 yeye amecheza michezo 4. Kwa hiyo endapo Simba akicheza naye viporo vyake hivi 6 vya mechi 6 ambavyo vimebaki, inawezekana kama atapata pointi nyingi ambazo zinaweza zikamfanya aweze kusogea kileleni. Na Simba Sports Club, kwa taarifa yako unanitazama sasa hivi, mtazamaji wa Mtaani TV, Simba Sports Club ndio timu pekee kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kucheza michezo 4 mfululizo pasipo kudrop point yoyote. Wamecheza michezo 4 na yote wameshinda. Lakini story kubwa kwenye mchezo wa leo ambao Simba wameshinda magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City, ukiachana na goli la kwanza ambalo alifunga Morris Abraham ambaye kwenye mchezo huu wa leo amechaguliwa kama man of the match. Goli lingine lilifungwa na Jonathan Soa, lakini goli ambalo limekuwa gumzo mara baada ya mchezo huu kumalizika ni goli la Mohamed Bajabiri, huyu kiungo mshambuliaji kutoka nchini Kenya, ambaye kwa leo hii kwa mara ya kwanza amecheza mchezo wake wa kwanza akiwa amevalia jezi za Simba Sports Club. Utakumbuka mchezaji huyu Mohamed Bajabiri, yeye alisajiliwa mapema kwenye dirisha la kiangazi, lakini kwa bahati mbaya sana alisajiliwa akiwa na majeraha ya nyama za paja. Kwa hiyo hajafanikiwa kucheza mchezo wowote tofauti na huu ambao amecheza kwa takriban dakika 10 tu za mwisho wa mchezo, lakini amefanya tukio kubwa sana ambalo halijawahi kufanywa tangu NBC Premier League wameanza kuidhamini ligi kuu ya soka Tanzania bara misimu 4 iliyomalizika. Mchezaji wa kwanza kuingia tu na first touch yake ya kwanza ikawa imezaa goli direct, sio assist, ni goli kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Alipokea pasi ya pembeni kutoka kwa mshambuliaji wa Simba Stephen Dese Mukwala, na yeye
akawa amejiposition vizuri katika Etihad box ama ndani ya 18 ya lango la Mbeya City, na akaweza kumalizia vizuri mpira wake ambao ulipigwa chini ya cross na huyu mshambuliaji wa raia wa Uganda Stephen Dese Mukwala. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo Mohamed Bajabiri ameweka rekodi na historia mpya kwenye karia yake ya kuwa mchezaji wa kwanza kuingia kutambulishwa kwenye mchezo na mguso wake wa kwanza mchezoni ukawa umezaa bao la 3 ambalo lilikuwa ni goli zuri ambalo lilianzia pembeni kama nilivyokuambia, lilitengenezwa na Stephen Dese Mukwala naye akawa amemalizia vizuri. Sasa kinachofuatia kwa Mohamed Bajabiri ni muendelezo, kwa sababu kwenye mchezo huu wa leo amecheza dakika chache, lakini still unaweza kuona bado hajapata ile sharpness yake, bado haipo katika kiwango ambacho kinahitajika aweze kucheza dakika nyingi ama kuaminiwa kuwa anaanza michezo ambayo inafuatia. Lakini pia bahati mbaya sana tunaelekea katika mapumziko marefu ya ligi, kwa sababu tuna mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo yanakwenda kuanza huko Morocco. Kwa hiyo Simba mchezo wa mwisho kwa mwezi huu wa 12 utakuwa ni mchezo dhidi ya Azam FC ambao unafanyika Jumapili ya wiki hii katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo yeye kama yeye binafsi anaweza kupata nafasi tena ya kucheza katika mchezo huo na kuonyesha kile ambacho yuko nacho kama hicho ambacho amekionyesha leo hii dhidi ya Mbeya City, lakini sitegemei kama anaweza akaanza kwenye mchezo huo, kwa sababu bado ni mchezaji ambaye anaendelea kujitafuta na kuipata rhythm yake na kuipata match fitness yake, kuipata pia sharpness yake. Yote kwa yote ulikuwa ni mchezo mzuri kwa Simba, lakini ni mchezo ambao umemalizika vizuri kwa sababu watu wengi, mashabiki wa Simba, walikuwa na kiu kutaka kumuona Mohamed Bajabiri, sio tu kumuona akifunga goli ama akitengeneza nafasi ama akitengeneza goli, lakini tu ile kiu ya mashabiki wa Simba kumuona mchezaji wao ambao hawajawahi kumuona tangu amesajiliwa kutoka timu ya Kenya Police ama jeshi la polisi nchini Kenya, ndipo alipotokea kiu ile ya mashabiki imekatwa. Kwa mara ya kwanza Selemani Matola, kocha ambaye ni wa muda, kocha mkuu wa muda wa klabu ya Simba, amempa nafasi dakika 10 za mwisho na mchezaji hajamwangusha, amedeliver kwa kufunga goli zuri la 3 ambalo limepeleka furaha ya kutosha kwa mashabiki wa Simba Sports Club ambao mchezo huu ni wa 4 kwao kwenye ligi kuu na hawajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo furaha kwenye ligi ya soka Tanzania bara kwa mashabiki wa Simba inaendelea, lakini furaha kwenye mashindano ya kimataifa ndiyo furaha ambayo imekosekana kwa sababu wamepoteza michezo miwili ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kundi D, michezo miwili mfululizo dhidi ya Petro Atletico de Luanda, lakini mchezo dhidi ya Stade Malien. Lakini habari kubwa leo hii, jioni ya leo, ambao mashabiki wa Simba wanaondoka nao ni urejeo wa Mohamed Bajabiri, lakini pia kumuona amerejea ama ameanza kwenye kikosi, ameingia kwenye kikosi cha Simba akicheza mechi yake ya kwanza na kuipatia timu ya Simba Sports Club bao muhimu la 3 ambalo limewafanya waweze kuondoka jioni ya leo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kwa ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City. Bana, endelea kuwa nasi Mtaani TV, endelea kusubscribe, endelea kulike na kushare, kucomment taarifa zetu ili wa kwanza kupata taarifa hizi pindi zinapotoka. Mpaka